Shirika la viwango Tanzania TBS la teketeza tani 2 za vyakula, vinywaji na vipodozi vilivyokamatwa katika msako wa wafanyabiashara katika mikoa ya Dodoma, Singida na Tabora. Na katika michezo, Rais wa Zanzibar ambaye pia ni mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi ahidi kuizawadia timu ya Simba zawadi ya shilingi milioni 260 iwapo itafanikiwa kutoa ubingwa wa michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Habari za asubuhi mpenzi mtazamaji wetu, karibu sana katika kipindi cha Asubuhi Njema kinacholetwa kwako nami Kisa Mwepiana, ambapo nitakusomea taarifa habari, lakini baadaye tutapata muda na wakati wa kuangalia kilichojiri katika upande wa magazeti. Karibu sana. Shirika la viwango Tanzania TBS limeteketeza tani 2 za bidhaa za vyakula, vinywaji pamoja na vipodozi vilivyokamatwa katika msako wa wafanyabiashara wa halmashauri zote za mkoa wa Dodoma, Singida pamoja na Tabora kutokana na kutokidhi ubora wa viwango, ikiwamo kuhaririwa muda wa mwisho wa matumizi. Taarifa zaidi tujiunge na mwanahabari wetu Amani Mbando kutoka jijini Dodoma. Bidhaa zilizoteketezwa zina thamani ya zaidi ya shilingi milioni 32 ambapo zimekamatwa katika kipindi cha miezi 5 iliyopita kupitia msako uliofanywa kuanzia mwezi Disemba mwaka 2024 katika mikoa hiyo inayohudumiwa na TBS kanda ya kati. Bidhaa hizi ni matokeo ya kaguzi ambazo zimefanyika katika maeneo ya biashara kwenye halmashauri zote za mikoa ya Dodoma, Singida na Tabora. Bidhaa hizi tunazoteketeza zina madhara na athari kubwa za kiafya kwa watumiaji na uchumi wa nchi kwa ujumla. Kwa upande wa bidhaa za vyakula ambazo zimeisha muda wa matumizi na ambazo zimehaliliwa tarehe za mwisho wa matumizi, zina athari za kiafya za muda mfupi na muda mrefu, ikiwa ni pamoja na saratani. Kwa sababu hizo, TBS imeonya wafanyabiashara ambao wanajihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina hiyo kwa kuwa zina athari kwa watumiaji pamoja na uchumi wa taifa. Tunatoa wito kwa wafanyabiashara kukagua bidhaa ili kujiridhisha ubora wake. Pia wahifadhi bidhaa kwa kufuata kanuni za wazalishaji. Waepuke kuuza bidhaa za vipodozi vyenye viambata sumu na waache mara moja kuhariri taarifa za mwisho wa matumizi wa bidhaa. Kwa mujibu wa TBS kanda ya kati ni kuwa operesheni zaidi za kuendelea kuwasaka wafanyabiashara wanaouza bidhaa zilizohaririwa muda wa matumizi na kutokidhi vigezo vya kuuzwa nchini ni endelevu ili kuendelea kulinda afya za walaji na uchumi wa nchi. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI Mohamed Mchengerwa amewaelekeza wakuu wa mikoa yote nchini waweke mazingira wezeshi kwa machinga kufanya shughuli zao, jambo litakaloongeza idadi ya walipa kodi na kuchechemua uchumi wa nchi. Tupate taarifa zaidi. Waziri Mchengerwa amesema hayo katika kongamano kubwa la wamachinga wa Kariakoo la kumpongeza na kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuwajali wamachinga na makundi maalum. Majengo kwa ajili ya maduka ambayo wamachinga watatumia, basi hakikisheni michoro yote ambayo mtakwenda kuiandaa, hakikisheni wamachinga mmewafikiria katika michoro hiyo kwamba na wao lazima washiriki katika ujenzi wa uchumi pale Jangwani. Nao viongozi wa jiji la Dar es Salaam wamesema serikali imetumia zaidi ya shilingi bilioni 317 kwa ajili ya masoko, huku uongozi wa machinga ukishukuru serikali kwa kusikiliza kero zao. Hebu mkakae sasa na wale wafanya biashara pale, mwanze kufungua kidogo ile njia ili Mheshimiwa Rais anapokuja kwa ratiba atakayotupatia Mheshimiwa Waziri aweze kupita kwenda kwenye soko, lifunguliwe, liitwe soko la kimataifa. Nikuhakikishie Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi pamoja na wenzangu hawa na wengine ambao tunawawakilisha tutakwenda kuwahudumia makundi haya. Zile fedha ambazo tunapata kwa ajili ya mikopo, Mheshimiwa mgeni rasmi, tuko tayari kwa ajili ya maelekezo, lakini zitakwenda kuwafikia. Tutaendelea. Baada ya hapa tunafanya nyingine. Wako wameshaanza vijana bodaboda. Baada ya hapo kina mama na wenyewe wako njiani. Wako njiani kila mmoja kuonyesha namna gani wanathamini mchango wa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wanathamini mchango wa rais kwa vitendo. Mambo ambayo Mheshimiwa Rais ameyafanya, wao wanaonyesha kwa vitendo.
hawa walio mbele yako Mheshimiwa mgeni rasmi ni kuonyesha namna gani rais ameyafanya kwa ajili yao. Ungana na mimi makamu mwenyekiti na mwenyekiti wetu kutengeneza makongamano haya ya kumshukuru Mheshimiwa Rais na kueleza wazi namna kazi anazozifanya Mheshimiwa Rais. Twende tukafanye kwenye mikoa yetu ili Mheshimiwa Rais aone mapenzi yetu kwake. Hivi kwa haya yote aliyotufanyia Mheshimiwa Rais tunaenda kumlipa nini? Lazima tujitokeze hadharani tumshukuru. Kutoka Dar es Salaam, Nelson Munema, Channel 10. Mamlaka ya mapato Tanzania TRA mkoa wa Mbeya imesema itaendelea kusimamia vyema utulivu wa kibiashara kwenye mkoa hiyo ili wafanyabiashara wakue zaidi kibiashara na kuwaomba kuendelea kuwekeza zaidi kwenye sekta mbalimbali. Hii hapa ni taarifa zaidi. Kimefanyika kikao kazi cha pamoja kati ya uongozi wa TRA mkoa wa Mbeya na uongozi wa wafanyabiashara wilaya Kyela, kikao ambacho kimeandaliwa na meneja wa TRA mkoa wa Mbeya Musibu Shaban, kikilenga kusikiliza kero zao, lakini pia akawapongeza wafanyabiashara wilaya Kyela kwa kulipa kodi kwa wakati na akaomba kuendelea kushirikiana na mamlaka hiyo. Huu tulivu tunaona wa kibiashara utaendelea kuwepo. Watu wafanye biashara, wasiogope. Kama kuna challenge, milango iko wazi. Watu wawekeze, wasiogope kuwekeza. Maana watu wengi wanakuwa wakiogopa kuwekeza kwa kusema TRA sijui watakuja. Sasa wewe umewekeza na kodi unalipa pale unafaili. Sasa TRA atakufuata hivi wewe. Niombe ushirikiano. Pamoja na kwamba tunazungumza hivi, lakini asilimia kubwa ya wafanyabiashara bado wanatuogopa. Angalau tukipata kujua mambo yenu tutaweza kuyafanyia kazi, na pia jumuiya hii ya wafanyabiashara tutaweza kutusaidia na sisi kuweza kukusanya kodi na kurekebisha mambo mengi ili kuweza kuhakikisha mkoa wetu wa Mbeya tunakusanya mapato zaidi kwa maendeleo yetu na kwa maendeleo ya nchi yetu. Viongozi wa wafanyabiashara wakapongeza utendaji wa sasa wa kazi wa TRA mkoa wa Mbeya na kwamba umekuwa wa mashirikiano. Kwa inawezekana kukaa kuna vingine vidogo vidogo, lakini ambavyo sisi kwa sasa tunaviona vinaenda kuisha vyote, tunaenda kufanya biashara ambayo naamini rais ndo anayotaka. Kwa kiujumla sisi tunashukuru sana ushirikiano uliopo sasa. Uko vizuri mno, unatufanya sisi wenyewe tufanye kazi kwa uhuru na ninyi mfanye kazi kwa uhuru, na kwa ushirikiano sisi tumeipenda sana. Tunapongeza, yani ni kwa lugha nyingine ni kwamba TRA wamesikia kilio chetu. Kutoka Kyela mkoani Mbeya, mimi ni Rozi Chapewa wa Channel 10. Shukrani sana Rozi Chapewa kwa taarifa hiyo. Waongoza watalii wilayani Kilwa mkoani Lindi wamelalamikia ukosefu wa ujuzi wa lugha mbalimbali, wakisema hali hiyo imekuwa kikwazo kikubwa katika utoaji wa huduma kwa watalii, hasa wale wanaozungumza lugha za Kifaransa, Kitaliano, Kijerumani pamoja na Kichina. Wakizungumza baada ya kukamilika kwa mafunzo ya kujengea uwezo wa waongoza watalii wazawa, waongozaji hao wamesema licha ya kuwa na uelewa mpana kuhusu vivutio vya utalii wilayani humo, lakini bado wanakabiliwa na changamoto kubwa kutokujua lugha zinazotumiwa na wageni wanaotembelea maeneo hayo. Changamoto ni kubwa kwenye kipengele cha lugha. Kwa sasa hatuwezi kuwahudumia wageni wa Kifaransa, wa Kitaliano ama Kijerumani kwa sababu tunatumia Kiingereza kama ndio lugha ya wageni wetu wanaokuja kutoka nje na Kiswahili kama lugha yetu mama hapa ndani. Kwa hiyo tunachokiomba zaidi ni kwamba kama kuna taasisi, mashirika, NGOs au serikali wanaweza kutusaidia kupata hata hii seminar au kozi kwa ajili ya hizi lugha, kwa sababu sisi ni mabalozi, tunawakilisha nchi, tunawakilisha utamaduni wetu. Lakini kuna zile cruise ship zinapokuja, kuna meli zingine huwa wanazungumza Kifaransa tu. Kwa hiyo unakuta sasa pale tunakuwa matua guides wawili. Kuna matua guides wanakuja nao wa Kifaransa ambao wanazungumza Kifaransa, na kibiashara inatuathiri kidogo kwa sababu unakuta sasa ile pato ambalo tulitakiwa tupewe sisi moja kwa moja tunatakiwa wageni walipie mara mbili. Ukimkosa yule ambaye sasa hana uwezo wa kulipia tour guide sawili, utalazimika kumchukua mwezio alafu mgawani kile ambacho ilitakiwa apate mtu mmoja. Kufuatia changamoto hizo, wadau wa sekta ya utalii wakiongozwa na mkuu wa Chuo cha Taifa cha Utalii Florian Mtei pamoja na afisa utalii halmashauri ya Kilwa Fabian Boniface wamesema serikali kwa kushirikiana na taasisi husika
iko mbioni kuanzisha mafunzo ya lugha za kigeni kwa waongoza watalii ili kuwawezesha kushindana katika soko la kimataifa. Tumejipanga kimkakati na tuko tayari kuhakikisha kwamba kila lugha ya kigeni ya mtalii yote anayekuja hapa anakutana na tour guide ambaye ana uwezo wa kuongea lugha hiyo. Ukiachana juhudi hizo za kuanzisha lugha ya Kifaransa, mpango huu wa kuanzisha lugha za Kispaniola, lugha za Kichina, lakini pia tuna mpango kwa kushirikiana mpaka sasa hivi chuo kimesaini mkataba na chuo cha diplomasia Tanzania kwa sababu pale wana wabobezi wa lugha nyingine. Lengo ya mafunzo ya leo ni kuwajengea uwezo waendesha watalii au waongoza watalii katika wilaya ya Kilwa ili waweze kutoa huduma bora. Mafunzo haya yanaenda kuwasaidia waongoza watalii wetu katika wilaya ya Kilwa ili kuweza kubusti au kupandisha hadhi ya utalii katika wilaya yetu. Mafunzo hayo yalihusisha washiriki 47, yameendeshwa kwa ushirikiano kati ya Chuo cha Taifa cha Utalii, Halmashauri ya Wilaya ya Kilwa, Mamlaka ya Wanyamapori Tanzania TAWA na Shirika la Maendeleo la Kimataifa la Japan KOICA. Ahmed Nandonde, Channel 10, Kilwa. Asante Ahmed Nandonde kwa taarifa hiyo. Wananchi wa kata ya Mwadobana wilayani Bariadi mkoani Simiyu wamemshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuboresha huduma za afya katika kata hiyo, ikiwamo kutoa vifaa vya kisasa vitakavyowezesha matibabu kwa wananchi kwenye kituo cha afya Riuna, ambapo ni moja ya kituo cha afya kinachotegemewa na halmashauri hiyo. Tupate taarifa zaidi. Ni usomaji wa utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi CCM kwa mwaka 2020-2025 hapa katika kata ya Mwadobana wilayani Bariadi. Diwani wa kata hii Duka Mashauri Mapya akizungumza kwa niaba ya wananchi anasema wanatoa shukrani kwa Rais Daktari Samia kwa kuboresha sekta ya afya kwa kiasi kikubwa katika kata hiyo. Ukija Ikungulia Ndiri kuna zahanati hapo inafanya kazi na imepewa vifaa tiba, vitanda, kila kitu, watu wanahudumiwa hapo, kwa maana utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi unatekelezwa vizuri katika kata hii. Kwa vijiji viwili tulivyokubaliana, Mheshimiwa Mbunge, Biuna na Mwaburuda watahudumiwa kituo cha afya ambacho ni kituo kikubwa kabisa. Mbunge wa jimbo la Bariadi Mhandisi Kundo Matthew akizungumza na wananchi wa kata hiyo anaeleza namna utekelezaji wa ilani ulivyofanyika katika kata za Mwadobana na Nkololo, ambapo huduma mbalimbali za kijamii zimewafikia wananchi. Lakini vile unapoleta maji, unapoleta vituo vya afya na unapoleta vifaa tiba, maana yake unapambana na adui maradhi. Lakini tunapojenga miundombinu ya elimu na kutoa huduma ya elimu, unawaelimisha watu namna ya kutumia mazingira yao bila kusababisha maradhi kama vile kipindupindu na mengine. Sijui mnanisikiliza? Sasa sisi ni kazi yetu kuangalia kwamba kwenye miaka 5 waliuza vizuri. Mimi nakiri kama mjumbe wa kamati ya siasa kwamba duka liliuzwa vizuri. Nyinyi wanabiona vipi? Kutoka hapa Bariadi mkoani Simiyu, Aidan Mhando, Channel 10. Chama cha wafanyakazi mashambani na kilimo Tanzania TPAWU kimeiomba serikali kuhakikisha kiwango cha chini cha mshahara kwa sekta binafsi kinapanda hadi angalau shilingi 350,000 kwa mwezi ili kuwasaidia wafanyakazi kukabiliana na gharama kubwa ya maisha. Akitoa tamko hilo baada ya maadhimio yaliyotokana na kikao cha Baraza Kuu la TUPAU Taifa mkoa wa Morogoro, mwenyekiti wa TUPAU Taifa Daniel Balianka Joakim amesema serikali inapaswa kuzingatia maoni ya wadau wote kupitia bodi ya kima cha chini cha mshahara ili kuweka kiwango kinachoendana na hali halisi ya kiuchumi nchini. Baraza Kuu la TUPAU linamuomba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kusaidia wafanyakazi wa sekta binafsi, hasa sekta ya kilimo, kupata mshahara unaoweza kuwasaidia wafanyakazi kumudu gharama za maisha ya kila siku. Mfano, ikiwa sekta ya umma watalipwa kima cha chini cha shilingi 500,000,
basi sekta binafsi kima cha chini kabisa kisipungue shilingi 350,000 kwa mwezi. Lakini baada ya kusikia kwamba bado tuko kwenye michakato, sisi kama Baraza Kuu tumekusanyika hapa kwa ajili ya maazimio, na azimio mojawapo ni kupiga kelele na kuomba serikali yetu ikiongozwa na Mama Samia itusaidie sekta binafsi iweze kutamka chochote kwa ajili ya wafanyakazi wakulima. Aidha, TUPAU kimekosoa baadhi ya waajiri wanaotumia kima cha chini kwa sababu za kutotoa nyongeza, kikisema hiyo ni tafsiri potofu ya sheria ya ajira, huku wajumbe wakisisitiza kuwa tofauti kubwa kati ya mishahara ya sekta ya umma na binafsi haiwezi kuendelea kuvumilika. Namba 5. Baraza Kuu la TUPAU Taifa linakemea na kulaani vitendo vya baadhi ya waajiri ambao hutumia kima cha chini cha sekta husika kama sababu ya wao kutoongeza mishahara kwa madai ya kuwa serikali yetu imeridhia kwa waajiri wa sekta husika kulipa kiwango hicho. Mtazamo huu ni potofu na unakwamisha lengo la kutungwa kwa sheria ya ajira na mahusiano kazini pamoja na mkataba wa shirika la kazi duniani namba 98 unaotoa haki ya majadiliano mahala pa kazi. Kwa kweli yasipotekelezwa, kwanza maisha ya wafanyakazi yatakuwa mabaya sana, kwa kuzingatia soko ambalo tunalitumia ni moja. Sasa kama soko linalotumika ni moja na upande mmoja umeongezewa mishahara na upande wa pili kuongezewa mishahara, kwa kweli inakuwa ni mazingira ambayo ni magumu sana na inaweza kapelekea uzalishaji ukashuka kwa kiwango kikubwa sana. Jimmy Mengele, Channel 10, Morogoro. Umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Kati mkoa wa Kusini Unguja umesema inalaani vikali hatua ya wanaharakati kutoka nje ya Tanzania kuonesha nia ya kuingilia mambo mbalimbali ya ndani ya Tanzania kwa kisingizio cha kudai haki za binadamu na utawala bora. Amesema kufanya hivyo ni kudharau na kutokuheshimu mamlaka ya Tanzania. Hivyo wanaipongeza serikali kwa kuwadhibiti wanaharakati hao wenye nia ovu na nchi ya Tanzania. Hii hapa ni taarifa zaidi. Tamko hilo la kulani hatua ya wanaharakati kutoka nje kutaka kuingilia mambo ya Tanzania imetolewa na katibu uhamasishaji na chipukizi wilaya Kati, Yusuf Ali Suleiman. Kwa nafasi hii kuwaasa vijana wenzetu kutokubali kutumiwa kisiasa katika shughuli zozote zile kuvuruga amani ya nchi yetu, kwani amani ndio msingi bora wa maendeleo na ni wajibu wetu kuulinda na kuithamini. Vijana ndio walinzi wa amani hii na lazima tuwe mstari wa mbele kukemea, kuikataa misingi yote ya uchochezi, fujo, uvunjifu wa kuvunja sheria ndani ya nchi yetu. Kwa wale wote ambao wanajaribu kuingiza nchi yetu katika mchafuko kwa kisingizio cha wanaharakati za haki za binadamu, hasa hususan wanaharakati ambao kutoka mataifa mengine kuja nchini mwetu Tanzania. Tunashuhudia watu tofauti kutoka Kenya walitaka kuja Tanzania kuingia mambo ya ndani ambayo kimsingi hayawahusu. Tunakemea vikali siasa za aina hizo za uchonganishi na tunaomba vijana wote kwa makini kutoweza kuwafata watu wa aina hiyo. Maana vijana tuna kesho nyingi sana na kesho yetu inajengwa na matendo yetu ya siku ya leo. Mbali ya kutoa tamko hilo la kulani, amewataka vijana kujiepusha na makundi ovu na kutangaza mafanikio utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya 2020-2025. Barabara zimepita mpaka njia za ndani, zinapita chini ya majumba ya watu. Hii zote ni jitihada ambazo zinachukuliwa na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar katika kuweza kukamilisha ilani ya mapinduzi. Ndugu waandishi habari, kwa wakati huu pia natoa pongezi dhati kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye pia ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa kwa kuweza kusimamia falsafa zake za 4R zikiwa na maana ya maridhiano, ustahimilivu, kujenga upya pamoja na mabadiliko. Sisi kama vijana tunamwahidi kwamba tuko pamoja naye na tutamunga mkono kwa kila hali. Tunawashukuru sana viongozi wetu wa CCM kwa kuwa mstari wa mbele kusimamia maendeleo ya kweli yanayoondokana na Chama cha Mapinduzi. Ni dhahiri kuwa ilani ya CCM si matendo tu, bali ni mkataba wa utekelezaji unaotokana kwa vitendo, na hii ikielekeza kwa ni miongoni mwa vyama bora zaidi hapa nchini Tanzania. Pamoja na mambo mengine, UVCCM imewataka vijana kujiandaa na uchaguzi wa dola 2025. Juma Kasim, Channel 10, Zanzibar. Shukrani sana Juma Kasim kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji, na sasa tugeukie habari za michezo na burudani.
Rais wa Zanzibar ambaye pia ni mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi ameahidi kuizawadia klabu ya Simba kiasi cha dola $100,000 za Kimarekani ambazo ni sawa na zaidi ya shilingi milioni 269 endapo itafanikiwa kutoa ubingwa wa michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Dr. Mwinyi ametoa ahadi hiyo alipokutana na kuzungumza na viongozi pamoja na wachezaji wa klabu ya Simba katika hoteli ya Madinat Al Bahri. Rais Dr. Mwinyi aliwatia moyo wachezaji na kuwatakia kila laheri kuelekea mchezo wao wa fainali utakaochezwa leo katika uwanja wa New Amani Complex dhidi ya timu ya RS Berkane kutoka nchini Morocco majira ya saa 10 jioni ambapo yeye mwenyewe atakuwa mgeni rasmi. Amesema kuwa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania zinaunga mkono juhudi za klabu ya Simba zilizowezesha kufikia hatua ya fainali, na amewahimiza wachezaji kucheza kwa kujiamini ili kutoa kombe hilo kwa mara ya kwanza katika historia ya klabu hiyo. Aidha, Dr. Mwinyi amewasihi mashabiki wa soka kuiunga mkono Simba Sports Club kwa moyo mmoja na kuishangilia kikamilifu, kuwapa hamasa wachezaji katika kutimiza ndoto ya kutoa kombe hilo la shirikisho. Hii ni mara ya pili kwa klabu ya Simba kucheza fainali ya michuano ya CAF baada ya kufanya hivyo kwa mara ya kwanza mwaka 1993 dhidi ya klabu ya Stella Abidjan ya huko Ivory Coast. Katika mchezo huo uliochezwa kwenye uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam, mgeni rasmi alikuwa hayati Mzee Ali Hassan Mwinyi na Simba ilipoteza katika mchezo huo. Na mtazamaji, mwisho wa taarifa habari. Hivi punde tutarudi tena kwa ajili ya kuangalia vichwa vya habari kwa baadhi ya magazeti yaliyotufikia mezani kwetu asubuhi ya leo. Endelea kuwa nasi.